Sheikh Dossa, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu mwema. Chungu cha kwanza leo. Bila shaka. Ni jambo la fahari, ni jambo la kujivunia. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa leo ametufikisha tena kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi huu tuuguse kidogo kwa waumini wako, wasikilizaji wako. Mwezi huu una baraka kubwa. Na mwezi huu umeletwa mahususi kwa ajili ya sisi binadamu ambao hatujakamilika tupate kutubia. Lakini Mwenyezi Mungu huyu kaamua mwaka huu kutukutanisha kati ya mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Kwaresma. Kwa hiyo kama ukionekana guest, utatuliza wewe ni muumini wa dini gani? Kama ukionekana pia utatujibu wewe ni muumini wa dini gani? Na uzuri wa hizi dini, viongozi wao wa dini wanakataza na wanakemea sana mambo ya maasi, unywaji wa na mambo ya zinaa. Kwa hiyo tukiwaona sehemu hizi, eza kesho tumkute Kizinga guest, tumkute Mchome guest, tumkute Mikoi guest, tumkute Mandala ama guest, tutaulizana kwa nini mko hapa? Kwa sababu mwezi wa Kwaresma upo na mwezi wa Ramadhani upo. Lakini mimi nitagusa zaidi Ramadhani kutokana na mimi ni muumini wa dini ya Kiislamu. Mungu anasema shahru Ramadhan alladhi unzila. Waambie watu wako, huu mwezi ni mwezi wa kusoma sana Qur'an. Ukitoka kuiangalia Yanga, ukitoka kuiangalia Simba, basi shika kitabu, mswalie Mtume, mdhukuru Mwenyezi Mungu kwa kusoma kitabu chake. Usikae tu hivi hivi. Kisha baada hapo tutakuja kwenye mambo yetu ya Yanga na Simba. Bwana, jana Mwananchi katoa dozi. Toa dozi. Jana nimesikiza mjumbe wa kamati tendaji ya Yanga, kakaangu Alex Ngai, anasema makombe yote yapo kwa ajili ya Yanga. Makombe yote haya yapo kwa ajili ya Yanga, lazima tuyapambanie. Nikupongeze Alex Ngai, hukukosea, hukubahatisha kusema haya maneno. Lakini mimi nakuongezea Alex Ngai, kuwapelekea salamu wachezaji. Wamesikia kauli ya Alex Ngai? Yaani unawakumbusha. Namwambia kapteni wetu wa hii timu Bakari Nondo Mwamnyeto wa nyumbani huyu, mjumbe wa kamati tendaji, anasema haya makombe yote ni ya kwetu, lazima tuyapambanie. Swala la kulipambania makombe ni la wachezaji. Wachezaji lazima wajue majukumu yao ya msingi. Unashaka kwenye hilo Dossa? Yes. Ndio Young Africa. Football kama utoingia na nidhamu utapotea. Hata wewe una kikosi bora duniani, lakini kama utakuwa na discipline utapotea. Kuna mtu mmoja mtani wangu kaniuliza, Dossa, mnacheza na Cosmo, mnaingiza wachezaji wanatakiwa kucheza na National. Nikamwambia yes, huu ndio ukubwa wa klabu. Ukubwa wa klabu licha kuwa na viongozi bora, lakini unaletwa na wachezaji wenye kuiana katika viwango. Ndio maana Cosmo amekwenda kukutana na kikosi ambacho kilihitajika kucheza na nani? Na National. Lakini ile chukulieni watu wa Bongo na Sport, tuna kikosi maalum kwa ajili ya Simba. Wale Dossa. Kipo. Ndio tofauti na tunaoona kwenye Cosmo. Kipo, nisikize mimi, kipo iko kikosi. Tunakiandaa, tunakinoa kwa ajili ya mnyama. Tarehe 1 hiyo. Unahusika kwa Cosmo. Unanichanganya. Sikuchanganyi, ila utanielewa mdogo wangu. Tumetoka kwenye mashindano ya CAF Champions League. Asira zetu, akili yetu, mawazo yetu ni ligi kuu NBC, ni ligi ya CRDB Bank Federation. Tumempiga Cosmo chuma 2 na sio kwa bahati mbaya, tumedhamiria kabisa kumfunga. Lakini story kubwa jana ni kuhusiana na Buba Jamii. Mechi ya kwanza akiingia kambani mara 2. Mambo haya Ronaldo alishindwa. Ronaldo alishindwa. Sikia wana michezo. Alishindwa. Fungu wanazo. Wewe mechi ya kwanza unafunga goli 2. Mtajia Ronaldo wakati anatoka Sporting Lisbon anakuja Manchester United alifunga goli 2.
Kwa mgumu kidogo. Taja ili na Haaland anatoka Dortmund anakuja Man City alifunga 2. Mechi ya kwanza haikuwa hivyo. Achana hao kina Conte, achana hao kina Maema, achana hao kina nani. Na kutajia Cristiano Ronaldo. Alishindwa kufunga goli 2 kwenye mechi ya kwanza. Kwenye mechi ya mtoano. Buba kaweka chuma 2. Huu ni mwanzo mzuri kwa Buba, lakini tumwambie Buba asilewe sifa. Mapema sana asilewe sifa. Yaani asione leo Dosa amechukua maiki anakuja kumuongelea kwenye impact way akaona amemaliza. Bado hajakutana na Kosti wagonga nyundo wa Tanga hao. Bado hajakutana na wanalambalamba Azam vunja hao. Bado hajakutana na Simba. Hajakutana na Azam wazee vunja hao. Maana Azam tulio kucheza nao mechi moja. Azam wakavunja Pakombe, Azam wakavunja Yokwasi. Sio kuingia uvunguni. Kina Adolf Mtasigwa. Amidi Mau Mkamya. Wao kazi yao ni kuvunja tu. Kwa hiyo asilewe sifa, ni mchezaji mzuri ambaye jana kwa mara ya kwanza ametuonyesha. Ajitunze, ajilinde, aendelee kufanya mazoezi, ajue kwamba anatumikia Yanga. Leo anakusifia, kesho anakukataa. Kwa matumaini Dosa. Yes. Amecheza kwenye mechi ndogo. Lakini kwa namna anavyocheza nimeona ni mchezaji ambaye anaweza akatusaidia. Ndio maana nikasema asilewe sifa kwa sababu kuna mechi nyingi mbele. Mechi ambazo tutakwenda kufanya tathmini ya kiwango chake sahihi. Bado tathmini upande wa Dosa haijafanyika. Bado Kosti nimekutajia hao, wagonga nyundo wa Tanga hao. Bado vunja wa Azam, Chamanzi hao. Lakini bado wale wapi hao Dosa, wapi hao? Bado wale wanakoka kula watu wanapouza simu kule. Kariakoo? Wewe ndio umesema. Kwani simu zinauzwa Kariakoo peke yake? Maduka ni mengi mpaka Sinza yao. Basi. Ipo timu inakaa kwa wauza simu. Ipo. Ama ndio hii ambayo iko jirani. Ipo timu. Waje wakanushe kwamba timu wao haikai kwa wauza simu. Ipo. Tena simu za ofa. Simu za mkopo jo. Na simu za mkopo. Ipo timu hiyo. Wakikaa wenyewe pembeni kama sio wao. Bado. Kwa ni lazima ajue kwa nini yuko Yanga na kwa nini anacheza Yanga. Jana ametuonyesha kitu kikubwa, ametupa goli 2 na ametupeleka hatua inayofuata. Tunamshukuru sana Buba, ni mchezaji mzuri. Lakini ameonekana pia Mudathiri haya akihusika katika magoli yote ambayo amefunga Buba. Mudathiri alikuwa kidogo amekutana na changamoto nyingi hasa kwenye majukwaa mengi ya kimichezo yakimjadili kwamba kiwango chake kimepungua, ila tumemwona jana amerudi na kuasisti goli zote 2 alizofunga Buba. Nini ambacho unakiona kwa Mudathiri? Kwanza hakuna mchezaji ambaye hajawahi kushuka kiwango. Hakuna. Dunia nzima hakuna. Dunia ilikuwa ina Messi. Messi yupo? Messi hayupo kwenye piki yake. Dunia ilikuwa ina Neymar. Yupo? Neymar yupo tena kwenye soka la ushindani. Dunia ilikuwa ina Cristiano Ronaldo. Yupo? Naye pia yupo kwenye soka la ushindani. Lakini kama itoshi, dunia ilikuwa ina mtu mmoja anaitwa Chicharito. Wewe umjui huyo? Jua bwana Dosa. Wewe Man U? Ndio mimi. Alikuwepo, lakini sasa hivi hayupo. Muda wake umeshuka na kabla muda hujashuka kiwango kilishuka. Kwa hiyo Mudathiri alipitia changamoto. Yes, tunakubali. Alipitia changamoto, lakini kwa alichokifanya jana sio kila mchezaji anaweza. Kwa alichokifanya jana sio kila mchezaji anafanya. Ametengeneza goli 2 tena kwa mtu huyu mmoja. Inamaanisha kuna uwezekano mkubwa wa jamaa kwenye mazoezi wanaelewana. Yaani kwa muda mfupi huu tayari Sasa waambie wale wanaokaa kule kwa wauza simu Kariakoo, waambie sisi sio milima. Si wanatutaka? Wao si wanatutaka? Waambie sisi sio milima. Lakini pia waambie tarehe 1 sio mbali. Tutakutana.
kama unawatisha Dosa. Na mimi namuomba Mungu sikio mwalimu amke vibaya, mwambie Buba anaingia humu ndani. Nataka Buba aanze. Dosa, mbona ni mapema sana unaanza kulimba jina la Buba? Nimesema mimi namuombea Mungu mwalimu Pedro amke vibaya, mwambie nani Buba anza. Sijajua wewe mpira umeanza kufuatilia mwaka gani, lakini Buba namfananisha na mchezaji mmoja anatokea Brazil anaitwa Denilson. Yaani mwalimu alikuwa anampa dakika 5 tu za mwisho, alafu bala lake sio dogo. Kumbu Dosa. Mimi kitambo. Denilson huyo. Anaingizwa dakika 5 zote anazitumia yeye kumiliki ule mpira. Zote anazitumia mwenyewe. Ndio maana nakwambia naomba Mungu mwalimu Pedro amke vibaya, mwambie Buba wewe ingia. Kwani uone wa kumzuia pale kwa wauza simu? Wale wauza simu? Uone wa kumzuia? Sijajua nani. Labda yule bwana beki wao kutoka na Mungu. Anthony Mligo. Wewe umesema wewe. Sikutaja beki. Sikutaja timu wala sikutaja beki. Hiyo kesi kama ikipelekwa hapo bondeni utajibu wewe bwana. Dosa, unanikataa? Mimi nimetaja Kariakoo kwa wauza simu. Sikutaja mchezaji wala sikutaja timu. Kariakoo kwa wauza simu. Kama kuna mchezaji wao anaweza kumzuia labda yule aliyotoka na Mungu. Hasa na Mungu ametoka wachezaji wangapi msimu uliopita? Wengi. Lakini sioni mchezaji wa kuja kumzuia. Wa kumpa changamoto atatokea, lakini wa kumzuia sijaona. Dosa bwana, tuelekee kwenye katiba mpya. Katiba ya Simba wamekabidhiwa mara baada ya kufanyiwa marekebisho, na kilio cha wanasimba ilikuwa ni katiba. Wengine wakadhani kwamba uwepo wa katiba ndio itakuwepo mabadiliko makubwa ya Simba na transformation itafanyika. Simba wamelamba dume. Mimi sio muumini sana kwenye hizo engo, lakini maswali machache sana ya kuwauliza jamaa zetu. Miaka yote katiba yao iko wapi? Yote katiba yao iko wapi? Katiba yao inamilikiwa na nani? Na nani ameitunga katiba yao mpaka imetoka serikalini kuwaletea wao? Kwani una mashaka na hiyo? Inawezekana. Ule ugomvi wa mashabiki, leo hatumtaki huyu, kesho hatumtaki huyu, ni kwa sababu timu ilikosa katiba. Inawezekana. Ule ugomvi wa kutaka kumpija mwenyekiti wao ni kwa sababu timu haina katiba. Jana ndo tumeshuhudia timu imekabidhiwa nini? Katiba. Lakini katiba pia inataka mwekezaji awe huyu, wawe watatu. Wawe na wawekezaji watatu. Waulize huyu ambaye wanamtumia kama mwekezaji anafaa au hafai? Lakini hata serikali itajuaje kwamba hawa wawekezaji ni watatu? So ametaka mwekezaji kuanzia mmoja, tuchukulie watatu. Kama ikitokea mimi Dosa nimeenda kuchukua rafiki zangu wawili, tumekwenda kuwekeza kwenye ile klabu, serikali itajuaje? Na watagawana vipi hizo hesabu? Yaani Dosa natueleza kwamba kuna ujanja uenda ukafanyika. Mimi nimeuliza tu hilo. Sio muumini sana kwenye hiyo elimu, lakini nimeuliza tu. Serikali itajuaje kwamba hawa wawekezaji wote wanatoka kwenye nyanja tofauti? Inawezekana tu akatokea muuni mmoja akawatuma watu wake wawili, kaweka share zao. Sio, umeelewa vizuri? Ni lazima kila jambo liwe wazi. Hawa wauza simu wanapitia changamoto mbaya. Ilikuwa changamoto ama ni faida? Maana kilio kilikuwa cha muda mrefu. Wewe umemwona kiongozi gani wa Simba akapongeza nini? Kama ilikuwa ni kilio cha muda mrefu, kuna kiongozi gani ametoka kule kwa wauza simu amekuja akapongeza? Tunashukuru tumepata katiba yetu sasa hivi. Umeona? Sijafanikiwa kuona Dosa. Wewe umeona?
Au umeona kiongozi gani kutoka kwenye zile bodi za mikopo, kwenye zile bodi za wadhamini, kuna bodi siju za nini, kaja akapongeza lile jambo? Unataka kuipata taarifa kwa umma? Mbona walivyotukanwa, walivyoneniwa wakalitoa taarifa? Zilitoka 2 na wakalioma mpaka jeshi lichukue mkondo wake. Awe mwenzangu, umeona mimi nimechelewa kuingia leo kwenye mitandao kwamba mwenyekiti wa bodi ya nini sio ya nini kaja kana kupongeza msemaji wa BMT baada ya kutoa ule waraka. Yupo hiyo taarifa Dosa una? Mimi sijaiona. Lakini kubwa zaidi, watajuaje kwamba hawa wawekezaji sio wa mtu mmoja? Lakini Dosa, mpaka kuwekwa hivyo, ina maana kuna taratibu lazima zifuatwe mpaka kufikia kuwa na wadhamini hao watatu. Ndio, watajuaje? Sababu hao watu wanataka kusaidiwa sana, unajua, wasaidiwe akili, wasaidiwe mawazo, ikiwezekana wasaidiwe pia kwa namna ya kutembea na kuishi. Kina nani hao Dosa? Hao watu wa Kariakoo. Ongelea wauza simu. Dosa, kama una kodi nyingi, hebu fungua kodi zako. Siwezi kufungua, muda bado, lakini nimesema kama kuna uwezekano wasaidiwe. Wamepewa katiba, lakini hawajui kwamba katiba imetengenezwa na nani, ina vifungu gani, na timu ilikuwa iendeshwa miaka yote bila kuwa na katiba. Lakini kwa kuwa ya Ngoswe, mwachie Ngoswe, tuache nayo. Ila kilio ulikuwa unakisikia huko mwanzo kilikuwa ni cha katiba. Tuache nao. Leo hawajui, ila kesho watajua. Upande wa Young Africans ikoje? Sema kupitia msemaji wa BMT alisema kupitia kwa Simba vilabu vingine vitajifunza. Hakuitaja Yanga na hawezi kuitaja Yanga, sababu mimi najua yule wa jana alikuwa ni Mwananchi. Uelewa Dosa? Yule msemaji yeye pia ni Mwananchi, kavitaja vilabu vingine, kinajaitaja Yanga. Yanga ina cha kujifunza kupitia Simba. Nimesema yule msemaji mimi nafahamu na ushahidi nao kwamba yeye ni Mwananchi, ametaja vilabu vingine, hakuitaja Yanga. Wewe unathibitisha ameitaja Yanga? Kama kitaja Yanga tumjibu. Mimi nakuuliza wewe Dosa. Hajataja Yanga, kataja vilabu vingine. Yanga ina cha kujifunza kwa Simba? Nimesema hivi, yeye hajaitaja Yanga, ametaja vilabu vingine. Kwa hiyo nenda kaulize vilabu vingine, je, mna jambo la kujifunza kwa Simba? Usiulize Yanga. Usiulize. Sasa hao wenyewe ambao tujifunze kwao, wao wenyewe wameshindwa hata kutoa shukrani. Kama jambo ni zuri, wameshindwa kutoka hadharani kusema asante BMT. Kama jambo lao ni la kuigwa, wameshindwa kutoka hadharani kusema msemaji, bwana, kwenye hili tunakupongeza. Bado Dosa. Bado. Wape muda. Mwakani wenda wakashukuru. Inaweza kawa hata leo. Kwa mpaka tuwa boost. Mpaka tuwa boost. Kama jambo limewafurahisha, kama jambo la katiba ya kwao jana lilikuwa ni nzuri, mimi naamini uongozi wa ile taasisi ungetoka hadharani wakaja wakashukuru. Asante BMT. Asante msemaji wa BMT. Angeshukuru. Lakini mpaka leo kimya, kama vile watu wana msiba. Nahisi kwamba hawajapendezwa kupata katiba yao. Wao wenyewe hawataki kuigwa. Wao wenyewe hawataki kuigwa. Kama ingekuwa wanataka kuigwa, wangempongeza yule msemaji wa jana. Bana, kwenye hili umetusaidia. Wangempongeza pia Paul Makonda, maana alitoa taarifa hapo awali na haijachukua muda. Walimpongeza. Kama walimpongeza Paul Makonda, si ni walimpongeza Paul Makonda?
Mimi nafuatilia mitandao ya kijamii. Walimpongeza mheshimiwa. Taarifa kwa umma ndo unaitaka, lakini hamna taarifa hiyo kutoka kwenye vyanzo. Ina maana kauli ya mheshimiwa hawajaifurahia. Ina maana maelezo ya jana kutoka BMT hawajafurahia, ndio maana wameamua kukaa kimya. Na kimya, Waswahili wanasema kimya ni nini? Ni majibu. Lakini usiende mbali kwamba kimya ni jibu la mjinga. Usiende mbali. Wewe itia tu hapo kwamba ukimya pia ni jibu. Ila mjinga niachane nayo. Mimi naamini 100% yale mambo yote yalofanyika jana, wauza simu hawajafurahishwa nao. Sasa wewe. Tafuta. Waje. Si wauza simu wale. Waje. Mimi watani zangu wauza simu wengi. Kwa hiyo kama wakiamua kumfunga basi watamfunga mtani wao. Kama wakiamua kumpoteza basi watampoteza mtani wao. Watataniwa na nani? Wengine. Bwana Bongo, tarehe 1 tunakwenda kucheza mechi ya dabi, mechi ya Yanga zidi za Simba. Simba ni timu ambayo inatafuta mwelekeo, Yanga ina mwelekeo, lakini Waswahili wanasema mzarau mwiba mguu utatende. Una maana gani dosa? Yanga wanapaswa kuheshimu sana Simba kuelekea kwenye huu mchezo. Yanga wanapaswa kujiandaa zaidi kwenda kucheza na Simba. Yanga wanatakiwa kuhamisha akili yao kwenda kucheza na Simba. Yaani leo ni bora tupoteze mchezo zidi ya JKT kuliko kupoteza na Simba. Ni bora uangushe alama kwa JKT. Yes. Sababu JKT akipoteza alama ni rahisi kumkamata, sababu mbio zake za muda mfupi. Si anaongoza ligi? Si ndio sasa hivi anaongoza ligi? Na jana pia nimesikia kamtia mtu chuma 7. Kwanza mpe hongera. Ameanza wiki vizuri, kamtia mtu chuma 7. Lakini mbio zake ni za muda mfupi. Sasa isije ikatokea sisi Yanga tunajiamini kupitiliza, tunakwenda kucheza na Simba, alafu Simba akatupasua. Dosa, watu wa Simba wengi hawaamini mara baada ya mechi kutangazwa itachezewa kule Zanzibar. Unaona kama wamepoteza matumaini ya kushinda mechi hiyo. Hawana hela ya kwenda Zanzibar. Shida ni pesa. Shida ni pesa. Hawana hela ya kwenda Zanzibar, lakini timu itaenda. Yes. Changamoto ipo kwenye pesa, sio kwamba kile ambacho wanakiamini kutoka Zanzibar kwamba kwenye uwanja ule. Unajua Zanzibar maisha yao ni tofauti na Mbagala. Zanzibar maisha yao ni tofauti na Keko, Temeke, Gongo la Mboto. Maisha ya Zanzibar angalau yanakaribiana na Masaki, Oysterbay, Mikocheni. Na mimi nakwambia kwenye hiyo mechi kama ukipata mashabiki 200 wa Simba kutoka huku, una zawadi yako. Una maana gani dosa? Hawana hela ya kwenda. Sio kwamba wasiwasi mara baada ya kufungwa mara 6 mfululizo wanaogopa kuwa ya 7. Hawana, kwani hapa si tuliwafunga mara ya kwanza? Mechi ya pili walikuja wakuja. Tukawafunga mara pili. Mechi ya 3 walikuja wakuja. Zanzibar hawaendi. Dosa. Hawaendi. Na uzuri wa Zanzibar ukiingia tu unaonekana wewe ni mtalii. Sasa Mandala yule akaonekana ni mtalii. Yaani hata Mandala aiache Simba? Au yule mzee wao mwenye upara yule. Nasema Simba ilipo na wao hapo. Yule mzee wao mwenye upara yule mwenye kelele nyingi. Atavuka yule? Shaka. Au yule shabiki wao mwenye kujichora matatu ya ovyo ataenda yule? Niko hapa. Mimi niko. Na inshallah tarehe 2 Mungu akijalia nitakutafuta na kuambia je, umewaona? Tunakwenda kucheza hiyo mechi. Rai yangu kwa wachezaji wa klabu wapambane. Ikitokea mnyama anapata alama 3 kwenye hii mechi, atarejesha hali ya kujiamini kupitiliza.
Ikitokea mnyama anapata alama 3 kwenye hii mechi, tutaulizana mimi ni nani wa kumzuia Simba. Kwa hiyo wachezaji wa Yanga wanapaswa kuchukulia huu mchezo kana kwamba ndio fainali ya ligi. Licha ya kuwa tutakuja rudiana huko, lakini lazima mchezo wa kesho kutwa kila hali akae mnyama. Tukimdharau mwiba utaota tende. Kesho na kesho kutwa tena tutafuta kalkuleta kwa ajili ya kupigana mahesabu. Akifungwa na Azam, sijui akisuluhu na nani, hayo mambo hatutaki. Kabla ya kumwombea afungwe na Azam, wewe malizana naye. Mimi naamini tunakwenda kushinda huo mchezo. Wachezaji hari wanayo, uwezo wanao, na wanatusikia na anatufuatilia. Inshallah tunakwenda kushinda huo mchezo. Shukrani sana Dosa. Asante sana.